Akizungumza jana na waandishi wa habari. Pasina kupoteza muda, tunaanza na taarifa hiyo ambayo ilikuwa na ajenda nyingi sana, lakini pia kubwa zaidi ilikuwa ni katika kuelekea msimu mpya. Kipi ambacho kinaongezeka katika upande wa kanuni pamoja na sheria, na kipi ambacho wanakwenda kukitekeleza kama shirikisho la soka chini ya rais ambaye alizungumza. Ni jambo ambalo lilizungumzwa. Yapo mengi, ipo mijadala mingi ambayo ilizungumzwa, lakini tuanze na kauli ya kwamba kuhusiana na yale matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza katika uwanja kabla ya mchezo, wakati wa mchezo na baada ya mchezo. Kipi ambacho wanahitaji kukifanya ama wamejaribu kufikiria na kukiweka sawa kuelekea msimu mpya? Mojawapo ya kauli ni kukatwa alama 5 pale ambapo timu itakiuka sheria ya kuingia chumbani kwa ajili ya kuvaa na kujiandaa na mchezo husika. Moja kati ya kitu ambacho pia kimezua mijadala mingi sana, kwa kila mtu akizungumza kwa namna yake. Wapo ambao walikubaliana, lakini pia wapo ambao wanaamini sio sawa, lakini wapo ambao wapo nomo wakiwa na sababu mbalimbali. Wewe ni mtu ambaye umekuwa ukifuatilia michezo sana, na inawezekana pia miongoni mwa malalamiko ya wengi umekuwa ukiyasikia na ukiangamua wakati mwingine ukiyazungumzia. Ni kauli ambayo imetoka kwenye chanzo mamlaka, kwa maana ya sosi mkuu, kwa maana ya kiongozi mkuu wa shirikisho la soka Tanzania, na amethibitisha ni amri, sio ombi. Maana yake ni amri, ikikiukwa tayari wanafata taratibu zinavyotakiwa. Kwanza umeipokeaje na kipi ambacho na kizungumza? Kwanza mimi nimepokea vizuri binafsi, kama mdau wa soka nimeipokea vizuri, kwa sababu ni moja ya sehemu ambayo ilikuwa inapigiwa sana kelele kwenye ligi yetu ya Tanzania, kwamba kuna matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza ambayo sio ya kiwana michezo ama yanatokea yanakwamisha ligi yetu kuweza kuendelea, lakini pia kuchelewa pia kumalizika. Kwa hiyo kama chanzo mamlaka wameona hilo na wamekuja kulitambua na kutoa statement kama ambayo alitoa jana, imetoka kwenye chanzo mamlaka, lakini waliohusika pakubwa ni viongozi wa vilabu vyenyewe ambavyo vinacheza ligi kuu ya Tanzania na ligi mbalimbali ambazo zipo chini ya TFF, kwamba inabidi tuwe na sheria ambayo pengine itakuwa kali zaidi, lakini itaenda kutoa ile ambayo itaenda kutoa kile ambacho kilikuwa kinakwamisha pakubwa zaidi, kwamba tuwe na sheria ambayo inasema usipotumia vyombo vya kubadilishia nguo utakatwa alama 5. Ukiangalia zile kanuni, sheria 17 za mpira wa miguu na kanuni za soka, wao wanaweka kwamba timu italazimika ama yani sheria ipo kwamba timu lazima itumie dressing room. Ndio maana ukienda kwenye kanuni za mpira wa miguu ama sheria 17 utakuta wanakuambia kwamba lazima timu mwenyeji hawe na vitu kadhaa, kwa maana hawe na uwanja wake wa nyumbani, lakini uwanja huo unakidhi. Kwenye uwanja sasa kukidhi, wanaangalia miundombinu yote, ikiwemo dressing room lazima ziwe za ubora wa hali ya juu, na mara kadhaa tumekuwa tukiona pia taarifa ikitoka kwamba kiwanja kimefungiwa kwa sababu labda dressing room haziko vizuri na miundombinu mingine kadha wa kadha haiko vizuri. Kwa hiyo dressing room, timu kutumia dressing room ni kitu ambacho kipo kwenye mipango na ni sheria. Kila timu inafahamu hivyo, kwamba timu mwenyeji lazima muandalie timu mgeni dressing room, sehemu ya kubadilishia nguo ama sehemu ya kubadilishia jezi, tunasema hivyo. Kwa hiyo kama ni sheria, kuna baadhi ya timu zilikuwa zinakiuka, kwamba unakuta mechi inaenda kuchezeka, timu mwenyeji anakataa, timu mwenyeji anatumia dressing room, lakini timu mgeni hatumii dressing room kwa sababu ambazo wao walikuwa wanaziainisha, na sababu kubwa ilikuwa ni hali ya hewa pengine hairidhishi, kwa maana kwamba walivyoingia na walivyosikia namna ambavyo chumba kilivyo, hewa ni kama sio rafiki kwa wachezaji, lakini tulikuwa tunakosa ushahidi wa moja kwa moja. Ndio maana hata jana pia chambua vizuri sana kwamba timu zilikuwa zinafanya hivyo, zinatozwa zinapigwa bani pengine ama kutozwa faini ya fedha na vitu kama hivyo, lakini
walikuwa wanakosa ushahidi wa moja kwa moja kwamba inawezekana sisi tukawa sahihi kwa sababu tunazingatia sheria zinasemaje, timu lazima itumie dressing room, lakini hawajatumia. Kigezo chao ni kwamba hali ya hewa hawakuiamini sana, ndio maana hawakuitumia. Sasa nani wa kutupa majibu kwamba pengine hewa haikuwa nzuri kwenye dressing room? Lazima tuwe na kitu ambacho kitaenda kutupa majibu kwamba ni sahihi, hii timu haijatumia dressing room, hali ya hewa haikuwa nzuri kwa wachezaji. Tunapaswa tufahamu. Ndio maana hata jana kadadavua kwamba tumekuja na vifaa ambavyo vitakuwa vinapima kwanza hali ya hewa ambayo ipo kwenye dressing room, tukijiridhisha kwamba ni sahihi, hali ya hewa sio nzuri na timu haijatumia dressing room, basi timu mwenyeji lazima atakutana na adhabu. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri wamesolve tatizo kubwa ambalo lilikuwa lina face ligi yetu ya Tanzania, kwamba timu nakuta haitumii dressing room, na hivyo pia vimekuwa ni visababishi pengine vya kuona ligi yetu haipandi zaidi. Tulikuwa nafasi ya 5 tukashuka, sasa hivi tupo nafasi ya 6. Kwa hiyo kadri ya mambo yanavyoendelea kubadilika, inawezekana ligi yetu ikaendelea kupanda thamani na kupanda kwenye rank za timu bora barani Afrika. Lakini maswali yamekuwa tofauti, ama mapokeo yamekuwa mapokeo mseto. Kuna wengine wanasema ni ngumu sana timu kuinyang'anya alama 5 ukisema kwamba haijatumia dressing room. Ni ngumu sana kwa sababu kwa namna alivyoelezea, alisema kwamba matokeo yanaweza kabaki yale yale. Yaani wewe hujatumia dressing room lakini mchezo umemalizika, umeshinda. Sasa ugumu unakuja kwamba timu imecheza dakika 90, imepata matokeo ya alama 3. Unakuja kuikata alama 5. Tunazungumza alama 5 ni michezo 2 kuelekea 3. Ndio tafsiri ya neno sheria au kanuni, kwa sababu sio yeye ambaye atakuja kukunyang'anya alama. Sheria yenyewe alama ni sheria ambayo imewekwa na mpaka unaenda kushinda ama kupambana kupata hayo matokeo, unakuwa umejua kwamba leo hata kama nimeshinda lakini nimekiuka kuingia sijaingia kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Kwa hiyo sheria naijua iko hivi na hivi, kwa hiyo hata nikishinda sio alama zangu zinachukuliwa, na bado utakuwa unadaiwa zingine mbili ambazo zitakuhitaji ucheze mchezo mwingine. Kwa hiyo kwako wewe sasa unaona iko sawa, au ndo unataka uingie kwenye hao wengine ambao wanatoa sababu za hivyo? Mimi kwanza sheria iko sawa, lakini kwa namna ambavyo alielezea jana inabidi pia apate wasaa mwingine wa kudadavua zaidi, kwa sababu amesema vifaa vipo. Inabidi tufahamu vifaa vitatumika kwa muda gani, kwa muda wa maandalizi yote ya mechi, kwa sababu ukisema dakika 90 kuna muda wa warm up ambao hauhesabiki, kuna muda wa timu kufika uwanjani na kwenda kwenye dressing room kuvaa jezi kwenda kufanya warm up, kuna muda wa mapumziko, kuna muda pia wa kumaliza mechi na kurudi. Sasa hivyo vifaa lazima tujue kwamba vitakaa kwenye chumba cha kubadilishia nguo ndani ya muda wote ambao mechi itakuwa inachezwa, kwa sababu haya mambo ya kupuliza dawa za kupunguza nguvu huwezi jua anafanyika muda gani. Muda wote inaweza ikafanyika, hicho kitendo kinaweza kikafanyika, kwa sababu timu inapokwenda kucheza, timu mwenyeji anakuwa na chumba chake na timu mgeni anapewa chumba chake na funguo zake. Sasa wanaohusika pale ni walinzi wa hizo dressing room. Sasa inawezekana dawa isipulizwe timu imefika ama timu imeenda warm up kurudi, inawezekana dawa isipulizwe, ikaja kupulizwa timu inacheza mchezo kipindi cha kwanza kuelekea mapumziko, dawa ikapulizwa, wakarudi kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, hali ya hewa ikabadilika ama afya ya wachezaji ikabadilika. Sasa inapaswa watoke hadharani watuelezee vifaa vipo ni sahihi, amezungumza. Je, vitafanya kazi kwa muda gani, ili watu wafahamu kwamba kwa sababu unavoweka kifaa unaamini kwamba utakavyokiweka matokeo ambayo yatapatikana muda ule ambapo umekiweka, majibu yao yale mpaka mchezo unamalizika.
ili majibu yakibadilika ndio tutajua kwamba kuna kitu kimefanyika. Kuna kitu kimoja takiwa pia ukielewe kwamba huu ni utafiti ambao umefanyika na kabla ya utafiti pia soka limekuwepo kwa muda mrefu sana. Ndio maana hata ajenda zingine yeye alizikataa kwamba mengine yalikuwepo hata kabla yake hajawa rais. Lakini pia matukio kama haya yapo, huwezi ukaepusha, na unaweza ukajiuliza swali tu la kawaida kwamba kama kweli hizo dawa sijui zinapulizwa hivi hakuna ulinzi? Jibu ni hapana. Ulinzi upo. Ulinzi upo sasa. Inafanyikaje? Lakini kwenye ishu ya vifaa, mimi sidhani kama wanaweza wakaweka vifaa kabla ya mchezo ama kuelekea mchezo alafu wavitoe kisa timu zimeshaingia uwanjani. Vile vifaa vinakuwepo mahususi kwa ajili ya mchezo husika. Maana yake ni kabla, wakati na yani kabla ya mchezo na wakati wa mchezo. Kwa sababu kama na baada ya mchezo kuna ile issue ya sijui labda wakirudi kwenye mapumziko ndio mambo sijui yanabadilika, mtu anarudi amechange. Hiyo ni issue ambayo ipo kwenye miongoni mwa vitu ambavyo alivizungumza. Lakini tukirudi kwenye hilo swala la alama, ni wewe umekiuka. Umekiuka sheria inayokutaka uingie chumbani kwa ajili ya kubadilisha nguo. Lakini hizo sababu ambazo ni za sijui umekuta nini na nini, ndo akazitafutia sasa suluhisho la hivyo vifaa ili waepushe hizo sababu zisije kutokea. Lakini endapo zikitokea hata kama kuna hivyo vifaa, ndipo unapokuja kuwasilisha wewe kwamba ndio mliweka vifaa lakini bado mimi hii sababu nimeiona, kwa hiyo tunafanyaje? Alama zinachukuliwa au na nyie mnajua namna ya kufanya? Maana yake wameweka fair kwa kila mtu. Ambaye atahusika, ambaye yani wewe ambaye unadhani kwamba ukikiuka hiyo sheria unadhani kwamba sababu zako zitakuwa sawa. Wamekutafutia namna ya hivyo vifaa kwamba usije kupata kisingizio kwamba ndiyo sawa mmeniwekea sheria lakini inanikandamiza. Wamekuwekea vifaa vikulinde, vitakusaidia kupima kama ni kweli unachokisema ni sahihi au sio sahihi. Kama vikipima vikakuta ni sahihi, basi wanaweza wakakaa wakajadili, kujua kama hizo alama zinachukuliwa au tunageukia mwingine. Lakini ushahidi ni kitu muhimu. Yani mimi kitu ambacho nilikuwa nakiwaza kwa sababu yeye ndio chanzo mamlaka, warao angejaribu kudadavua kama hivyo, kwa sababu alivyosema vifaa vitakuwepo, hakutoa ufafanuzi kwamba vitafungwa mwanzo mwisho. Lakini je, hizi timu zetu kubwa tunazijua. Je, kama timu mwenyeji hajafanya hivyo, kafanya timu mgeni, kaamua kujaribia yeye, yani kapuliza, alafu kifaa kinaonyesha mwanzoni hali ilikuwa nzuri, baada ya timu kurejea mapumziko mambo yakabadilika, aliyefanya ni timu mgeni. Akiulizwa timu mwenyeji kama hajafanya yeye, mambo yanakuaje? Kwa hiyo bado naona kama kuna shida, labda kwa sababu kwenye walinzi huwa wanaishia nje, hawaruhusiwi kusikiliza mipango ya timu ama kipi ambacho wanakizungumza. Sasa ikitokea timu mgeni yeye kaamua sasa kuharibu ili aone mambo yatakuaje, yeye karibu mwenyewe. Ukienda kwenye kuangalia vipimo, si ameharibu, kaenda kuweka hoja yake kwamba mimi nilikwenda mapumziko, nilipokwenda mapumziko wachezaji kurudi hali ikabadilika. Leteni tuangalie vipimo. Kipimo kinaonyesha sahihi hali ya hewa ilibadilika. Namuuliza timu mwenyeji sasa. Kipimo kwako kinaonyesha kiko vizuri, kwa timu mgeni kinaonyesha mambo ni mabaya. Sasa nani wa kuadhibiwa? Kipimo kinaonyesha hiyo sasa ni juu ya yule muhusika mkuu, kwa sababu hatuwezi kusema tunaenda kumuuliza mgeni kwamba imekuaje huku chumba chenu kiko vizuri, cha hawa kiko vizuri. Hilo swali nafikiri hawezi akakujibu, badala yake anaweza akakuuliza wewe uliyemuuliza kwamba wewe ndo kiongozi, ni kuulize wewe imekuaje, na wewe ndo uliweka yani kwa mjibu wa vitu. Maana yake ni kwamba
rais na uongozi wake ambao wao wamejizatiti kulitatua hilo na kulisimamia ndio wenye mamlaka ya kujua tunafanyaje. Yani issue ya kuwauliza hawa kwamba imekuwaje sijui mgeni mwenyeji, lazima wewe ndio unaenda kuangalia pale. Umeseti vifaa vyako vinapima chumba cha mgeni kiko sawa, chumba cha mwenyeji kiko sawa, cha mgeni hakiko sawa. Vifaa vyako viko sawa, vimekupa majibu hayo. Sasa wewe ndio unatakiwa ufuatilie, lazima utamuuliza timu mwenyeji, kwa sababu tunaangalia hata kwa wenzetu. Yaani ukimuuliza ni kumuuliza kwa kufuatilia, sio kumuuliza kwamba imekuwaje ukitegemea kwamba atakujibu. Yaani mimi naona hii inaweza ikawa ngumu sana kuifanya, lakini ngoja tuone itakuwaje, kwa sababu hata kwenye timu zetu za Afrika tumeona pia hata barani Ulaya timu mwenyeji anamtafutia timu mgeni pengine usafiri, sehemu ya kufikia. Kwa hiyo ikitokea situation kama hiyo, wa kwanza kuulizwa ni timu mwenyeji ambaye amehusika kumweza. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma.